ili atuwezeshe kubadilishana ujuzi na uzoefu katika mambo mbalimbali. Tunafahamu wenzetu wa Aga Khan wanafanya vizuri sana kwenye eneo la hasa uzoefu kimataifa na kitaifa. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kujifunza kwao, lakini huwa kuna masuala yanaitwa ithibati au accreditation kwa Kiingereza. Wenzetu tayari wameshatangulia, na moja ya lengo la Wizara ya Afya na serikali yetu ni kuona pia hospitali zetu za umma zinapata hizi ithibati katika masuala ya matibabu kwa ujumla. Kwa mfano, hospitali yetu ya Rufaa ya Kanda Mbeya imekuwa na ithibati kwenye eneo la maabara kwa zaidi ya miaka 10, lakini sasa iko haja kutanua hii ithibati kwenda kwenye maeneo mengine, kwenye kuona wagonjwa na jinsi ambavyo wanaridhika na huduma zetu. Kwa hiyo masuala mazima ya huduma bora kwa mteja, kwa maana ya customer care, tunadhani mashirikiano ya kwetu na Aga Khan yatatusaidia. Kwa mfano, wenzetu watatusaidia kutujengea uwezo ili tuweze kupata hizo ithibati kwenye maeneo mengine kwa haraka zaidi, lakini tuna maeneo mengine ya tafiti na wagonjwa wanaokuwa wanapata rufaa kutoka kituo kimoja kwenda kingine, namna ambavyo tutashirikiana. Lakini pia taifa letu linasisitiza kuhusu tiba utalii, kwa maana ya kwamba wananchi kutoka nje ya nchi kuja kutibiwa katika nchi yetu, na mwisho wa siku katika utaratibu ule wa kupata matibabu tunaamini wanaongeza mapato ya nchi na kwenye maeneo mengine. Kwa mfano, mgonjwa akija kutibiwa, ndugu zake watalala hoteli, watafanya manunuzi mbalimbali, kwa hiyo pato la taifa litaongezeka. Sasa wale wananchi wakija, hawasemi tu nimetibiwa hospitali ya Rufaa Mbeya au Aga Khan, wanasema nimetibiwa Tanzania. Kwa hiyo maana yake sekta ya umma na sekta binafsi zina kila sababu ya kufanya kazi pamoja, ili mwisho wa siku tuweze kufikia hii azma ya kuhakikisha tiba utalii inafanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwamba matibabu duniani ni ghali na watu kutibiwa kutokea mfukoni inakuwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu serikali imekuja na mpango wa bima kwa wote, lakini ziko bima zingine ambazo zimeendelea kuwepo, tuwaombe wananchi waweze kuweka umuhimu mkubwa katika kuwa na bima, na hiyo ndio itawapa uhakika wa kupata matibabu wakati wowote na mahali popote, kwa sababu magonjwa na changamoto za kiafya zinakuja muda wowote, wakati ambapo pengine mfuko wako haujakaa vizuri. Lakini ukiwa na bima, basi unakuwa na uhakika wa matibabu. Tuendelee kuwasisitiza sana. Unakuta mtu ana vyombo vya moto kama magari au bodaboda, amekatia bima ila yeye hana bima. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho ni changamoto. Mbeya is currently developing its oncology infrastructure, cardiology infrastructure, and also expanding other areas, things that we have done, and we could also share those experiences with the hospital. More important is the pillar of health systems, which is quality. So we need to work together and cooperate on the area of quality and ensure that whatever experience we have at Aga Khan, we are able to work with Mbeya, learn with them, work with them, and see how those quality can also be transferred, because Mbeya can become one of the first government hospitals to have accreditation. And that I am very sure, from what we have seen, from what we have discussed with the team today, we are very optimistic that in a very short period of time, Mbeya Zonal Hospital can become an accredited facility, and we look forward to that.